Ni mwendelezo wa uzinduaji wa kampeni kata mbalimbali kutokea hapa jimbo la Mtwara mjini, ambapo leo hii diwani wa kata ya Rahaleo ndugu Edward Kapwapwa amezindua rasmi kampeni kwenye kata hiyo, huku mgeni rasmi alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mtwara mjini ndugu Salum Naida, ambapo mwenyekiti huyo alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi wa eneo hilo, huku akiwasihi wananchi hao kuhakikisha basi wanamchagua Edward Kapwapwa ili aweze kuwa diwani wa kata hiyo ya Rahaleo kutokea hapa manispaa Mtwara Mikindani. Diwani wa kata hii ya Rahaleo ambaye ninyi wana CCM, lakini najua na wananchi wameridhia kwa kazi zake anazozifanya, na ndio maana amerudishwa tena hapa kugombea nafasi hii ya kuwa diwani akatuwakilishe kwenye manispaa ya Mtwara mjini. CCM oyee! Lakini tunaye mgombea wetu kijana ndugu yetu Joel Athana Nauka, ambaye kamati kuu na halmashauri kuu wameturudishia sisi wana Mtwara mjini baada ya mchakato wote, na Mungu kumpendeza Joel, yeye ndo atatuongozea kumpambania ili ashinde akawe kiongozi kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oyee! Lakini pia niko hapa kumnadi Dr. Samia Suluhu Hassan, mama ambaye sisi wana Mtwara tunampa heshima kubwa kwa kazi kubwa iliyotukuka aliyoifanya kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ameifanya kazi hii akipokea kijiti kutoka kwa mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli, ambaye yeye Mwenyezi Mungu alimhitaji akawa amekufa, lakini Dr. Samia katiba ikamwelekeza yeye, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupokea kijiti. Lakini huyu mama alivyokuwa shupavu ndani ya huzuni, ndani ya msiba mkubwa, ndani ya mfadhaiko wa Tanzania, ndani ya mataifa kuangalia Tanzania itafanya nini, miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6, Tanzania mzima na Mtwara kwa ujumla alimaliza miradi yote iliyoainishwa kwenye ilani na mtangulizi wake, lakini na yeye amefanya yale yanayobidi kufanya kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Na leo tunazungumza, Dr. Samia Suluhu Hassan hana deni na sisi wananchi wa Tanzania, ana deni sisi wa Tanzania tuna deni naye la kumpa miaka 5 tena. Wakati huo mgombea wa ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi yani CCM kwa jimbo hili la Mtwara mjini ndugu Joel Athana Nauka hapa pia alipata nafasi ya kueleza wananchi endapo kimpa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hilo atafanya mambo kadha wa kadha. Yapi hayo? Nimekuja kuambia mambo machache kwa muda ambao tulionao. Mkoa wetu wa Mtwara una mambo mengi ya kufanya, na kwa muda nilionao naweza nisiweze kuzungumza yote, lakini nitasema kwa ufupi haya ambayo ninaona, ninafikiria na ninaamini yatakwenda kuleta chachu ya maendeleo katika miaka 5 inayokuja. Na nimegawanya katika maeneo 4. Eneo la kwanza ni kuinua uchumi wa mji wetu na uchumi wa mtu mmoja mmoja ili kuongeza kipato cha watu wetu. Lakini eneo la pili ni kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya pamoja na masuala yanayohusiana na upatikanaji wa maji. Eneo la tatu ni miundombinu ambayo inajumlisha barabara, inajumlisha mitaro ya maji, inajumlisha pia na masuala mengine yanayohusiana na masoko. Eneo la 4 ni eneo ambalo linagusa michezo, sanaa na burudani. Lakini kwa jioni ya leo kwa muda nilionao nitaongea mambo machache. Eneo la kwanza nimezungumza ni kuhusiana na uchumi. Hakuna ambaye hajui katika mji wetu kwamba tunahitaji kuinua uchumi wa mji wetu. Na katika hilo yako mambo ambayo yamefanyika, na mimi yako mambo ambayo ninaamini natakiwa niyasimamie katika miaka 5 ijayo. Kwa sababu katika miaka 5 ijayo tunataka Mtwara ya maendeleo, Mtwara inayoinuka na Mtwara yenye mafanikio. Na katika hili yako mambo mawili au makundi mawili nitakwenda kuyazungumza.
Eneo la kwanza ni vipaumbele vya kuinua kipato katika makundi mawili makubwa. Eneo la kwanza, kundi la kwanza ni wanawake. Hata hapa tukiangalia kundi kubwa la watu walioko hapa leo ni wanawake. Akina mama wewe, mtoto wenu niko hapa kusema kwamba ninajua mnachopitia, ninajua mnachohitaji, ninajua mnachokitaka. Katika wakazi zaidi ya 1,044,772 walioko manispaa Mtwara Mikindani, wanawake ni 52%. Maana yake tuna wanawake 76,000 walioko hapa na wanaume 69,000. Ninapozungumzia uwezeshaji wa kiuchumi, naweka kipaumbele kwanza kwa wanawake wanaopatikana katika jimbo la Mtwara mjini. Ninatambua iko mikopo ambayo tayari inatolewa kupitia halmashauri yetu na juhudi mbalimbali ambazo zinafanyika, lakini ninatambua wako wanawake wengi wanaokosa mikopo katika halmashauri yetu. Mimi kama mbunge, mtakaponipa ridhaa yenu, ninalo kusudio, pamoja na juhudi nyingi zinazofanyika za ofisi maalum ya mbunge, nataka kuandaa utaratibu maalum wa kusaidia wanawake kwanza katika utaratibu wa kusaidia kupata mikopo ili wasiende na kurudishwa kwa sababu hajatimiza masharti ya mikopo. Lakini pili, najua pamoja na juhudi zote zinazofanyika, ninakusudia pia kuwa na mfuko maalum wa kusaidia wajasiriamali wadogo wanawake ambao wanakosa mikopo kwa sababu ya wingi wa wanawake waliopo katika jimbo la Mtwara mjini. Kwa majina naitwa ndugu Edward Laurent Kapwapwa, mgombea udiwani kata ya Rahaleo. Hii ni awamu yangu ya 3. Ndugu zangu wananchi, awe yote mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, wakati naingia katika kata ya Rahaleo, nilikuta kata yetu ina kilomita 16, lakini ndani ya kilomita 16 kulikuwa na kilomita 3 tu ndizo zilikuwa zimejengwa kwa kiwango cha lami. Lakini leo hii tunapozungumza, mpaka kufikia sasa tayari tumeshajenga zaidi ya kilomita 6, lakini awamu hii ya miaka 5 inayofuata tutaongeza kilomita 3. CCM hoye! Ndugu zangu, naomba nizungumzie upande wa elimu. Kata ya Rahaleo haina shule ya sekondari. Wengi wanafikiri ile shule inayoitwa Rahaleo sekondari inatoka kata ya Rahaleo. Sivyo. Kwa nini nasema sio? Kwa sababu wakati kata ya Rahaleo inagawanywa mipaka yake kutoka kata ya Shangani, kata ya Vigaeni ilikuwa haina shule, lakini kata ya Shangani kwa ujumla wake ilikuwa ina shule zaidi ya 3. Kwa hiyo serikali ikaamua kwamba kata ya Vigaeni ipewe eneo ndani ya kata ya Rahaleo ijenge shule. Nikuhakikishieni kwamba ile shule ambayo ipo katika kata ya Rahaleo inaitwa Rahaleo sekondari. Ile shule inamilikiwa na kata ya Vigaeni. Lakini vile vile kuna shule ya Rahaleo ya msingi, na ile vile vile iko katika kata ya Vigaeni. Ila ni kama tumewaazima eneo la ardhi kuwa wao ndio wamiliki. Lakini kata ya Rahaleo ilipokuwa imepewa mipaka, kata ya Rahaleo haina shule ya sekondari, niwahakikishieni hilo. Lakini nimemsikia Daktari Joel Namnauka kasema hapa kuna shule 4. Shule hizo ni za kimkakati. Kwa taarifa niliyonayo, kata 2 zitapelekwa shule, lakini kata 2, hizi shule 2 zinazobakia, moja wapo ni lazima niipambanie, itakuja hapa tunapofanyia mkutano. Na shule hiyo niwaambieni, kulingana na eneo tulio nao, lina square mita 13,720 ili tulio nalo. Shule ya ghorofa itajengwa eneo hili, na maeneo mengine yatakayobakia, kwa sababu square mita 1,000 au 2,000 tuna uwezo wa kujenga shule kubwa na nzuri, lakini lazima iende juu. Maeneo mengine wenzetu wameshaanzisha,
Mwanza, Zanzibar, hata Dar es Salaam penyewe nimeshaziona hizo shule. Tena nikwambieni, square mita 2000 inajenga shule na inajitegemea hapo. Sisi tuna zaidi ya square mita 13,000. Maana yake maabara tutajenga hapa, viwanja vya michezo mbalimbali vile vya volleyball, netball, handball, basketball lazima vijengwe hapa. Naam, tumefika tamati juu ya taarifa yetu. Nikukumbusha usisahau kusubscribe na kuweza comment channel yetu ili uweze mtu wa kwanza kupata habari zetu. Hii ni Faruku Online TV. Nami naitwa Faruku Mwanangonyani. Bye bye.